Mheshimiwa Rais wa Chuo cha Usafirishaji NIT, Mheshimiwa Jeremia Kambei, Makamu wa Rais wa Chuo cha Usafirishaji NIT, Mheshimiwa Baraka Mlelwa, Katibu Mkuu wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, Madam Perina, ndugu Mheshimiwa Spika wa Bunge wa Chuo cha Taifa NIT ambaye kiitifaki ni Spika wa Bunge la Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, ndugu wajumbe wa Charity, ndugu waandishi wa habari, itifaki ikiwa imezingatiwa. Habari za wakati huu. Tumeitana hapa kwa jambo moja ambalo ni la muhimu sana, na kiitifaki mimi si mzungumzaji. Nipende kumkaribisha Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Charity ambaye nilisema ndiye Spika wa Bunge wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT, Mheshimiwa Lemi Makabuta, kwa ajili ya ufafanuzi zaidi. Karibu sana Mheshimiwa. Itifaki ikiwa imezingatiwa, ndugu waandishi wa habari, habari za sasa hivi. Asante ndugu Isaac Christopher ambaye ni mwenyekiti wa hamasa. Nadhani tumeitana siku ya leo kwa ajili ya jambo kubwa na jambo la kihistoria, jambo la Charity. Nadhani wote tunafahamu kwamba Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kimekuwa ni chuo pendwa na kimekuwa ni chuo ambacho kinajali sana jamii yake. Lakini wote siku ya leo, siku ya Jumapili, tumekuja na uzinduzi rasmi wa jambo letu la Charity Group ambalo tunaelekea kufanya Bagamoyo. Basi mimi kwa itifaki ningeweza kumkaribisha Katibu Mkuu Kiongozi kwa ajili ya maelezo zaidi juu ya swala hili. Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, karibu. Itifaki ikiwa imezingatiwa, ndugu waandishi wa habari, habari za wakati huu. Kwa jina naitwa Perina Raphael Kimati, ni Katibu Mkuu Kiongozi ndani ya Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Sisi kama serikali ya wanafunzi tuliungana na rais kinagaubaga, tukashikana bega kwa bega ili aweze kutimiza yale aliyoahidi kipindi cha kampeni. Mheshimiwa Rais aliahidi swala la Charity. Hivyo sisi kama serikali ya wanafunzi tuliamua kumuunga mkono ili aweze kufanikisha jambo lake. Tuna Sonit Charity Group. Hichi ni kikundi cha wanafunzi wote ambao wanatembelea vituo mbalimbali vya watoto wasiojiweza ili kuwapatia huduma zao. Na pia tuna Sonit Charity Tour ambayo ni ya kutembelea vituo mbalimbali ili kuweza kuwasaidia. Hivyo sisi kama serikali ya wanafunzi tutatembelea vituo mbalimbali Bagamoyo pia na kusafisha fukwe. Leo ni siku ya neema sana kwa kuwa jambo letu limekuwa wazi. Hivyo basi naomba tuweze kushirikiana bila kusita, tushirikiane kwa moyo mmoja. Napenda kumkaribisha Mheshimiwa Makamu wa Rais aweze kulifafanua hili jambo vizuri. Itifaki ikiwa imezingatiwa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Kwa majina naitwa Baraka Emmanuel Mlelwa, ni Makamu wa Rais wa Serikali ya Wanafunzi katika Chuo chetu cha Taifa cha Usafirishaji. Kama walivyoweza kusema wenzangu, leo hii Mheshimiwa Rais ana jambo lake kwa wana NIT na wanajamii wote wa Mabibo na wengine wote ambao wataguswa katika swala hili. Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi wakati anafanya kampeni katika madarasa mbalimbali, ikiwa kama mgombea mwenza ambaye sasa hivi ni makamu wa rais, aliweza kulitamka jambo hili kuwa anatamani arudishe shukrani kwa jamii ya Watanzania ambayo yeye kama yeye aliweza kupata nafasi hii kubwa adhimu ambayo watu wengi wanaikosa. Sasa kwa nafasi yake yeye alionayo kwa uzima, afya na nafasi ambayo Mungu aliweza kumjalia, akatamani asifanye jambo hili peke yake, afanye na wanajamii wa NIT, afanye na wanajamii walio pia watakaoguswa kutoka nje ya Chuo cha Taifa cha Usafirishaji.
Baada ya kufanya kampeni zile, kwa nafasi yangu kama mshauri wa Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi, nilimshauri kulifanya jambo hili pale tu vyuo vitakapoweza kufunguliwa. Moja, kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kuanza mwaka mwingine wa masomo, lakini pia kwa ajili ya kuwakaribisha wale mwaka wa kwanza waliofika, pia tumshukuru Mungu kwa kuanza masomo yao ya degree, diploma na certificate. Maana hata ukisoma katika maandiko matakatifu, Yakobo 1 mstari wa 27 unasema, dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Kwa unaona, Mheshimiwa Rais anataka kwenda kutekeleza hata yale maandiko ambayo yapo katika Biblia na kwenda kujulisha jamii. Kwa hiyo ninachoomba ndugu zangu waandishi wa habari na mabibi na bwana, tutaenda kwenda kumsikiliza, tumsikilize vizuri, na yale yote ambayo tutakaenda kuyasema basi tuende kuyafanyia kazi. Kwa heshima hii na taazima, naomba niweze kukaribisha Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi, Mheshimiwa Jeremia Steven Kambei kwa ajili ya kuongea na umati huu. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Nashukuru sana. Itifaki hiyo imezingatiwa. Ndugu zangu waandishi wa habari na wadau mliofikia mahali hapa, ninawasalimu nyote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nipende kumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi hii ya asubuhi ya leo hata kuweza kutembelewa na waandishi wa habari na wadau mbalimbali. Kwa majina yangu ninaitwa Jeremiah Steven Kambei na ndiye rais wa Serikali ya Wanafunzi ndani ya Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Ndugu zangu, tumekusanyika mahali hapa siku ya leo kama walivyokwisha kutangulia wenzangu na ushauri wangu wa karibu, ya kwamba tunatamani kufanya jambo kubwa ndani ya Chuo cha Taifa cha Usafirishaji ambalo litaweza kuifikia na kuigusa jamii. Tunajua ya kwamba sisi ni vijana na tuna nafasi kubwa sana ya kuweza kushiriki na kuweza kufanya mambo makubwa kwa jamii zetu zinazotuzunguka. Hivyo basi, tuliona kama sisi wanafunzi ambao tuko masomoni lakini ambao tunatarajia kuwa kesho kwenda huko mitaani, kwenda kuchanganyika na jamii, ni muhimu pia kufanyika sehemu ya kuwasaidia jamii. Hivyo basi, kupitia ndugu zangu hawa na wasaidizi zangu hawa, tuliamua kuandaa tukio hili ambalo litaweza kugusa jamii. Lengo kubwa ni kukumbusha umma kuhusu kuwasaidia wengine, lakini kingine kikubwa tunatamani kuwafikia watu wenye uhitaji mbalimbali, kwa sababu tunaamini ya kwamba sote hatupo sawa. Wapo watu wenye uhitaji, wapo watu ambao wanapitia katika nyakati ngumu sana. Hivyo basi tuliona ni vyema ya kwamba na sisi kwa umoja wetu tulionao wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji, kwa namna ambavyo tunajali jamii yetu inayotuzunguka, basi ni vyema tuweze kuwaona watu wale. Na tuliweza kuangalia hichi ni kitu ambacho kimekuwa kikifanyika hasa katika vikundi vidogo vidogo vya ndani ya chuo. Tukasema kwa nini tusiorganize katika ukubwa wake, basi kwa wanafunzi wote wapate nafasi hii ya kwenda kushukuru na kuweza kuiona jamii. Lakini pia tunatambua kwamba kule kwenye jamii, hasa hivi vituo vya watoto yatima, wapo watu ambao wana uwezo mkubwa sana, ambao huenda wakipewa nafasi au wakipewa mwanga fulani, basi wanaweza kuja kuwa ni watu wakubwa huko mbeleni na kuweza kuwa watu productive katika nchi yetu. Basi kwa kuona hayo, mimi niliunda tume maalum kwa ajili ya kuweza kuona namna ya kuweza kulifanya jambo hili. Na ndipo nilipomchagua Mheshimiwa Spika kuwa kama katibu wa jambo hilo, na waliweza kwenda nje ya mji kidogo, kwa sababu tunaamini kwamba ni maeneo ambayo kidogo huwa si rahisi kufikika kwa watu wengi, ili kwenda kuona namna na kuona mahitaji ya mahali pale, na sisi kama chuo basi kama wanafunzi na wadau mbalimbali tuone namna ya kuweza kushiriki jambo hili kwa maana ya kuwasaidia watu wenye uhitaji huo. Basi kwa muda mfupi sana nadhani nitasimamisha katibu atalielezea namna walivyotekeleza hilo swala na walivyoweza kuja na majibu ya huko Bagamoyo. Asante, karibu. Asante sana ndugu waandishi wa habari, kwa mara nyingine tena nadhani nimesimamishwa na Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi awamu ya 36 katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Amenipa kazi moja kubwa ya kuifanya, ambayo ni kuelezea namna na mfumo uliotumika kuweza kupata hayo maeneo ambayo tumeweza kufanya jambo letu hili la charity. Alitupa kazi ya kwenda kutembelea maeneo ambayo tunaweza kufanya hiyo charity. Sisi tukaitekeleza kwa kwenda kuzunguka maeneo mbalimbali, lakini hisia zetu ziliishia Bagamoyo.
Bagamoyo tulipita wilaya ile ya Bagamoyo pale na tukaenda kwa mkuu wa wilaya, ambapo tulifika pale. Tulipofika tukaonana na afisa ustawi wa jamii wa wilaya. Tulipomuuliza kuhusu swala la utaratibu mzima wa kutizama vituo hasa vya watoto yatima na wale wasiojiweza, tukapata utaratibu, na kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu tulipata vituo visivyopungua vitatu ambavyo tuliona kweli vina uhitaji, na vituo hivyo ni mtavitaja kama mtojali. Kuna kituo cha Amani, kuna kituo cha Camerot, lakini tuna kituo kingine kinaitwa cha Moyo Mmoja. Lakini pili, tulitembelea hospitali ya wilaya ya Bagamoyo kwenda kutizama mahitaji yao ya pale. Tulikuta wana mahitaji mengi, lakini pia na penyewe tunatamani kwamba tunaweza tukafanya msaada pale. Lakini pili, tulipofika kwa mkuu wa wilaya tulipata nafasi ya kuzungumza naye mawili matatu, lakini ombi kubwa lilikuwa ni tuweze kusaidia kufanya usafi kwenye fukwe za Bagamoyo. Kwa tuna majukumu yasiyopungua manne. Jukumu la kwanza, tutaenda kutizama vituo vya watoto yatima ambao ni vitatu. Lakini jukumu la pili, tunaenda kufanya usafi kwenye fukwe. Lakini jukumu la tatu, tunaenda kuongeza mahusiano na jamii ya Bagamoyo. Lakini jukumu la nne, tutaenda kutembelea hospitali ya Bagamoyo kwenda kutoa kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujali. Sasa baada ya kutoka kule, tulikuja kwa ndugu zetu wanafunzi ambao kiujumla pamoja na jamii nzima ya Tanzania ina haki ya kufanya matendo ya huruma, kwa sababu uhitaji tulioukuta kule kiukweli ulitufanya tuwe na simanzi. Tulioyaona kule ilitufanya tuwe na simanzi kwamba kuna baadhi ya watoto wengine wanatunzwa kwenye hivyo vituo wanashindwa kupata hata yale mahitaji yao muhimu, ikiwepo hata vifaa vya kusomea. Kwa kweli ilitutia huruma, na kwa sababu sisi ni wanafunzi wa elimu ya juu chini ya Mheshimiwa Rais, tukaona kuna haja ya kurudisha kwa jamii. Basi tukaona kuna haja ya sisi wanafunzi wote kwenda Bagamoyo, ndio maana ikaandaliwa hii Sonnet Charity Tour. Nadhani Sonnet Charity Tour tunavyozungumza kiufafanuzi zaidi ni itahusisha matembezi, na matembezi hayo yatahusisha kutembelea hivyo vituo nilivyowaeleza. Tunaelekea kuifanya tarehe 20 mwezi wa 11. Kwa tumejumuisha wanafunzi wote kwamba waende, na kwa sababu unapozungumzia Sonnet ni student organization, kwa ni jumuiya ya wanafunzi wote wa NNT ambao wote wana haki ya kwenda kufanya matendo ya huruma Bagamoyo. Kwa wanafunzi wote watajumuika kwenda Bagamoyo siku ya tarehe 20 kwenda na kurudi. Lakini pili, katika kule wanafunzi kwa sababu watakuwa wameenda, tunaomba tutawapatia chakula, kwa sababu watakuwa wameenda ni siku nzima. Sasa wametoka hapa asubuhi kwenda jioni, kwa tutawapatia chakula. Lakini kitu kingine tukaona wanafunzi hatuwezi tukaenda alafu ukizingatia sisi ni wasomi, tunaenda katika jamii ambayo pia jamii ile inahitaji faraja. Tukaona tuweke utaratibu mzuri wa kututambulisha. Ndugu waandishi wa habari, nadhani mnaona wote tumekuja na t-shirt zimeandikwa na zinasomeka kabisa Sonnet Charity Group, ambayo kila mwanafunzi siku hiyo inastahili avae. Muonekano wa t-shirt zenyewe nadhani unaonekana hivi, ambayo hii itatumika kama uniform ya kwenda nayo Bagamoyo. Lakini kuna rangi nyingine ambayo pia ni nyeusi, na yenyewe pia itaonekana hivi. Nadhani hizi ndio sare mbili ambazo zitatumika siku hiyo ambapo tutakuwa tunaenda kufanya matendo ya huruma. Lakini kwa t-shirt hizi kwetu sisi mfumo tumeuweka t-shirt tutaziuza kwa shilingi 25,000. Na kuziuza t-shirt kwa shilingi 25,000 manake tumetengeneza kama package ambayo tumpunguzie yule mwananchi, mdau, mwanafunzi usumbufu. Shilingi 25,000 kuna gharama ya t-shirt. Shilingi 25,000 kuna nauli kwenda na kurudi Bagamoyo. Shilingi 25,000 kuna mchango wa charity ambao utachangia kwa ajili ya wale watoto wasiojiweza au mahitaji yanayotakiwa kule. Lakini shilingi 25,000 ni gharama ya t-shirt. Ni kamfumo fulani ambako kamerahisisha zaidi. Kwa katika package ya shilingi 25,000 utapata vyote hivi. Lakini pili, wale watu wana mahitaji mengine ambayo sisi kwa nafasi yetu kama wanafunzi hatuwezi kuyafikia. Tunayo nguvu kubwa ya kuzungumza katika jamii. Tunawaomba wadau wote
waweze kutusaidia katika hii, kwa sababu kuna mahitaji mengine. Kwa mfano, tulifika maeneo fulani tulipata mahitaji ambayo yana exceed hata zile gharama za kawaida. Kwa hiyo tukaona kuna haja sasa ya kurudi kwa jamii kuweza kuzungumza nayo. Kwa hiyo tunapokea vitu mbalimbali. Kwa mfano, mtu anahitaji kuchangia, assume labda tumeenda pale Bagamoyo hospitali, labda una uhitaji wa magodoro. Sasa kuna mtu ambaye anaweza kuaccess kuweza kutupatia magodoro, ambao hawa ni wadau sasa. Kwa sasa mwisho wa siku tunawaomba sana wadau wote washirikiane na sisi katika hili kulifanikisha, kwa sababu yote hayo ni matendo ya huruma. Lakini kuna msemo mmoja tulizunguka, tunaweza tukasema wanazengo wanasema sasa, hakuna mtu aliyeshawahi kuja kuwa maskini kwa sababu ya kutoa. Dunia toka imeanza mpaka leo hayupo mtu aliyeshawahi kuwa maskini kwa sababu ya kutoa. Hivyo ninawaomba wanafunzi wote, wadau, pamoja na ndugu jamaa na marafiki, kwa nafasi yoyote utakayoguswa uweze kutusaidia na uweze kuchangia kwa ajili ya charity. Leo Mwenyezi Mungu amekujalia uwezo, wewe unao uwezo wa kutoa, lakini kesho utakuwa hauna uwezo wa kutoa, ingali hukufanya tendo la huruma pindi ulipokuwa na uwezo. Je, usipokuwa na uwezo unaweza kufanya? Kwa hilo swali inapaswa kila mdau, kila mtu ajiulize kwamba leo nina uwezo mimi, lakini kesho nitakosa kuwa na uwezo. Je, nitasaidiwa ili hali mimi sikutoa? Bwana, naomba mimi niishie hapo. Naomba nimkaribishe pia Mheshimiwa Rais. Nashukuru kwa nafasi hii na Mungu akubariki. Nashukuru sana. Nadhani hii ni kamati yangu ambayo niliteua kwa ajili ya kuona namna ya kulitekeleza swala hili, na nashukuru sana kwa feedback hiyo. Nadhani ndugu wanafunzi wenzangu, ndugu wadau mbalimbali na wananchi kwa ujumla, nadhani tumeona kwamba kuna uhitaji mkubwa sana wa kuweza kuwasaidia watu wengine, na modality imeshaelezwa, lakini kukumbushia tu kwamba pia tutapokea michango. Tutakuwa kuna posters nadhani mtaziona ambazo zitakuwa zimeonyesha maelezo ya namna ya mmoja anavyoweza kuchangia, lakini pia tutakuwa tuna collection boxes tofauti ambazo hizo kwa wale ambao wengine wanatamani kuchangia, wanatamani kufikisha chochote, lakini basi hawataweza labda kwa namna hiyo, basi watafikisha kama itakuwa ni mavazi au kama itakuwa ni material yoyote, basi kwenye box zile, and then tutazihifadhi sehemu salama, na siku ya tour yenyewe basi tutakuwa tukienda nazo. Ombi langu kubwa kwa wanafunzi wenzangu, ninaomba pamoja tuweze kushiriki kwenye tukio hili ili tuweze kuwa faraja, tuweze kuwa matumaini kwa wenzetu kule Bagamoyo. Tunashukuru kwa kufika na tuwatakie mchana mwema. Mungu aibariki Sonit, Mungu aibariki serikali ya wanafunzi, Mungu aibariki Tanzania. Nashukuruni sana. Asante. Nashukuru Mheshimiwa Rais pamoja na kamati nzima ya meza kuu pamoja na waratibu wote wa charity. Itifaki ikiwa imezingatiwa, nina jambo tu, kwa kuwa mimi ni mhamasishaji na hili jambo tuseme tu ukweli. Wakati tumefika Bagamoyo, mambo tuliyokuta kule yalikuwa ni ya kuumiza sana. Kwa hiyo kwa maana yote ambayo amesema rais wa chuo changu pendwa cha NIT, kuna namna ambayo tumeweka ambavyo unaweza ukatusaidia au kuchangia au kufanya matendo ya huruma. Kama wewe ni mwanafunzi ukitembea maeneo yetu ya chuo, utakuta tumeweka majaba ambayo tumeweka rebo kwa ajili ya kufanya chochote ambacho unaweza kuchangia, t-shirt, chochote ambacho unaweza kuchangia, labda nguo na vitu kama hivyo. Lakini kuna namna ambao watu wapo mbali, kuna namba za NMB, kuna namba za Vodacom, Tigo Pesa na Pesa. Kwa haraka sana naomba nizitaje namba ya NMB. Unaweza kuchangia kwa namba 20 50 25 25060. Jina ni Sonit, hiyo ni kwa NMB. Lakini kwa wale ndugu zetu ambao wanatumia Vodacom, watatumia namba ya 0745 75 2601 na jina litakuja Pablo Frank Tilia. Lakini pia kwa wanaotumia Tigo Pesa watatumia 0658 23 34 52. Jina pia litakuja Pablo Frank Tilia.
na kwa Alopesa tutatumia 0625 69 52 69. Jina ni Violet Mloka. Lakini kwa wale ambao watahitaji moja kwa moja kufika katika chuo chetu, chuo kinapatikana Mabibo, Ubungo. Unaweza ukafika ukaonana na serikali ya wanafunzi SONIT, tukazungumza. Otherwise niwatakie siku njema na matekelezo mema na majukumu mema. SONIT hoye. Nashukuru sana. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.